Bwana Yesu asifiwe. Namshukuru Mungu kwa siku nzuri ya leo ambayo ametupa sisi sote kuanza wiki yetu ya wanawake. Nimefurahi kuwaona. Tufungue Biblia zetu katika kitabu cha Samueli wa kwanza, sura ya kwanza na mstari wa kwanza. Palikuwa na mtu mmoja wa Rama, msufi wa nchi ya milima ya Efraimu, jina lake akiitwa Elikana, mwana wa Yerohamu, mwana wa Elihu, mwana wa Tohu, mwana wa Sufu, Mwaefraimu. Naye alikuwa na wake wawili, jina lake mmoja aliitwa Hana na jina lake wa pili aliitwa Penina. Lakini Hana humpa sehemu mara mbili, maana alimpenda Hana, ingawa Bwana alikuwa amemfunga tumbo, ila mwenzake humchokoza sana. Unaweza kupigia mstari hapo, hata kumsikitisha, kwa sababu Bwana alikuwa amemfunga tumbo. Naye huyo mwanamke alikuwa na uchungu rohoni mwake, akamwomba Bwana, akalia sana, akaweka nadhiri akasema, Bwana wa majeshi, ikiwa wewe utaliangalia teso la mjakazi wako na kumkumbuka, wala usinisahau mimi mjakazi wako, na kunipa mimi mjakazi wako mtoto mume, ndipo mimi nitakapompa Bwana huyo mtoto siku zote za maisha yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunasoma habari za wanawake wawili. Kuna mwanamke anaitwa Penina na kuna mwanamke anaitwa nani? Hana. Wakamata hao wanawake wawili. Mmeo akiwa nani? Elikana. Sasa walikuwa wanaenda mara kwa mara hekaluni wakiwa wamebeba sadaka zao, matoleo yao. Lakini huyu mwanamke mwingine anaitwa Penina alikuwa akimchokoza huyu Hana mara kwa mara. Imeandikwa kumchokoza, kama ukiangalia ule mstari wa 6, karudiwa tena mstari wa ngapi? Wa 7, akiwa anamchokoza, au tunaweza kusema akiwa anamkasirisha. Kwa sababu ya nini? Kutokuwa na watoto, ndio shida ambayo ilikuwa inampata Hana. Akapata maumivu makali, akawa analia. Lia ya Hana, analia kwa sababu ya ule uchokozi ambao alikuwa anachokozwa na Penina. Kuchokozwa kwake kukasababisha maumivu makali, kusababisha machozi mengi, akawa analia. Naanza kuona kwamba machozi ya huyu mwanamke yalitokana na kuchokozwa na huyu Penina. Mnafahamu wanawake, hata leo tunafahamu mtu asiyokuwa na watoto. Mnafahamu kwenye familia zetu, hasa sisi kwa mazingira yetu ya Kiafrika, utakutana na mama mkwe, si ndio jamani? Utakutana na mawifi, si ndio? Utakutana na mashangazi, utakutana na majirani. Ukichokoza mtoto wa mtu unaambiwa unampiga huyo mtoto, unajua uchungu wa mtoto, si ndio jamani? Mnakutana hivyo. Wale watu ambao labda hawana watoto wanakutana na hicho kitu. Una uchungu na watoto wewe, unajua uchungu wa watoto, unajua uchungu wa kuzaa. Ni kwa sababu mtu tu anakuchokoza ukasiriki. Sasa kwa mtu ambaye hana kile kitu, akiambiwa le maneno yanamuingia vizuri sana. Sasa maneno ya Penina yalimuingia sana Hana. Sasa mara kwa mara tena anasema, wakati anaendelea kusali, wakati anaendelea kuomba, ndivyo uchokozi ulivyofanyaje? Ulivyozidi kuonekana kwa huyu mwanamke. Sasa bwana, huyu mwanamke pamoja na uchokozi na machozi hakuacha kwenda kumwomba nani? Mungu. Akakutana na kuhani nani? Eli. Nafikiri anamfahamu kwa sababu ni mwanamke ambaye anaikuwa anaenda mara kwa mara kanisani. Anamuuliza, vipi, umeelewa? Na mwanamke huyu alivyo na busara na Mungu ndani yake, hakupaniki, hakucharuka. Akamwambia, hapana nabii, hapana Eli, hapana kuhani wa Bwana, hapana mtumishi wa Mungu, ni maumivu tu ninayopitia na hali ninayopitia. Namuomba Mungu wangu anisaidie juu ya janga hili ambalo ninalo la uchokozi na kuumizwa. Vita nilionayo na Penina ni kubwa, na mhitaji Mungu anisaidie kwenye eneo hili. Ndio pale sasa utabiri wa Mungu natoka wa kupata mtoto majira kama yale, apate nini? Mtoto. Natamani tujifunze sababu zilizomfanya Hana kushinda vita ya Penina. Vita ya Hana ilikuwa kwa Penina, ilikuwa kwa mwanamke mwenzake. Leo unaweza usiwe kwa Penina, usiwe na vita na Penina kwenye upande wa watoto. Unaweza kuwa na Penina kwa upande wa uchumi wako. Kuna mtu anakuchokoza, we naye kabiashara gani haka? Wengine wana Penina wao kwenye kazi zao, kwenye masomo yao, kwenye maeneo mbalimbali kwenye maisha yao. Hautashinda vita hiyo kwa kupambana naye kimwili. Utashinda vita hiyo kwa mambo ambayo naenda kujifunza mahali hapa. Sababu yake iliyomfanya ashinde ile vita, aliona ni vyema kukimbilia madhabahuni, kukimbilia kwa Mungu. Hakupambana tu. Ndio maana kwamba alikuwa naenda mara kwa mara hekaluni kumwomba Mungu ili amsaidie kumpa mtoto. Yeye hakuangalia hali yake ya utasa. Aliona, mimi msaada wangu uko wapi? Uko kwa Mungu. Kwa hiyo alikimbilia madhabahuni. Alitumia muda mwingi kuomba Mungu na si kurushiana maneno na Penina. Tunaona katika mstari wa 10 mpaka 12. Yeye alitumia muda mwingi kumwomba Mungu, kupiga magoti. Wakati mwingine tunaona tumeomba sana, hatujaomba sana. Umekuja kwa sababu ni wiki ya maombi.
na mahitaji tayari yako hapa. Ni wiki ya kumwomba Mungu, ni wiki ya kuja kutafuta uso wa Mungu. Pamoja na niliomba maombi ya siku 40, pamoja na niongeza maombi mengine baada ya siku 40, lakini nimesikia kuna maombi katika wiki hii. Nimekuja kwa ajili ya kutafuta uso wa Mungu. Ndivyo alivyotumia muda wake Hana. Sasa na Yakobo sura ya 5 inasema hivi: ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi na kuombeana mpate kuponywa. Kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana akiomba kwa bidii. Kuomba kwake mwenye haki, mtu aliyokoka, mtu aliyemwamini Kristo, mtu anayeishi maisha ya utauwa, mtu aliyojitoa kwa Bwana. Maombi hayo ya mwenye haki wa Mungu akiomba kwa Mungu yafaa sana mbele za Mungu kushinda na kupokea hitaji la moyo wake. Bwana tusaidie sana. Sababu ya pili, alikuwa na subira na kumngoja Mungu wake. Alikuwa na subira na kumngoja Mungu wake, kitu ambacho kilimsaidia Hana. Alikuwa na subira kungojea wakati wa Bwana, Bwana amsaidie. Hiyo ilimsaidia Hana kushinda vita hii. Hana hakushinda vita kwa sababu alikuwa na nguvu nyingi sana. Alishinda vita yake kwa sababu alikuwa na subira. Wakati mwingi tumekosa subira. Vitu vingi vikichelewa tunaanza kupambana sisi wenyewe. Hapana rafiki, mwanamke, usipambane kimwili, hautafaulu. Ndugu zangu, vita vyetu kweli vinatokea kimwili, lakini si vya kimwili. Vita vyetu si damu na nyama, vita vyetu viko rohoni. Tunashinda rohoni, tunashindwa rohoni. Ukishinda katika ulimwengu wa roho, ukampiga adui kwenye ulimwengu wa roho, umeshinda katika ulimwengu wa mwili. Utachelewa tu kuona matokeo yake, lakini utaona majibu ya Mungu. Pata ushindi rohoni, usipata ushindi mwilini. Huo ndio ushindi bora kuliko ushindi huu wa kimwili. Ushindi wa kimwili unaweza kashinda kesi leo, ukashangaa mtu akakushtaki kesho tena. Bora kushinda rohoni. Ushindi wa rohoni wa kimungu ni bora zaidi. Kwa hiyo sababu mojawapo nyingine ambayo ilimsaidia Hana kushinda vita dhidi ya Penina ni alikuwa na subira na kumngoja Bwana, sawa sawa na Mika 7:7. Lakini mimi nitamtazamia Bwana, nitamngojea Mungu wa wokovu wangu. Yesu aliyokuokoa utamngojea. Yesu ambaye alikufia msalabani, huyo ndio unapaswa kumngojea na kumsubiri na kumtazamia. Mungu wangu atanisikia. Safi sana. Inapaswa kutokea mwanamke mmoja ambaye anasema hivi: lakini mimi nitamtazamia Bwana, nitamngojea Mungu wa wokovu wangu, Mungu atanisikia. Mtu mwenye imani ambaye anajua pamoja na mambo yote ambayo anapita, pamoja na ziki yote ambayo anapita, pamoja na shida yote ambayo anapita, lakini nitamngojea Bwana, ipo saa tu atatokea. Napenda kuambia hivi, hakuna mtu ambaye alimtegemea Mungu akaacha au akazalilika au akaacha kupokea mahitaji yake. Njia za Mungu hazifanani. Yaani alivyomjibu mama fulani au mwanamke fulani, sivyo atakavyonijibu mimi, sivyo atakavyokujibu wewe. Njia za Mungu hazikaririwi. Sababu ya 3, alivumilia mpaka akaona ahadi ya Mungu. Alivumilia mpaka akaona ahadi ya Mungu. Pamoja na changamoto aliyokuwa anapitia, pamoja na shida ambayo alikuwa anapitia. Unaweza kusoma Mathayo 24 mstari wa 13. Alivumilia mpaka akaona ahadi ya Mungu. Ahadi ya Mungu ni ipi? Anajua kwamba mimi nimeambiwa nikazae na kuongezeka, si ndio jamani? Kwa hiyo alichokifanya yeye ni kuvumilia mpaka aone. Na wewe unapaswa kuvumilia mpaka uone muujiza wa kimungu umetokea. Haijalishi utachukua muda gani, wewe unachojua kwamba Mungu anajibu. Kaa hapo, Mungu anajibu. Hata kama itachukua muda mrefu, hata kama Penina atakucheka na kukuchokoza miaka 10, saa yako ya kupata mtoto itakuja. Hata kama utachokozwa miaka 20, saa yako ya kupata mtoto. Tumeshuhudia na kuona. Unaona, mtu anashuhudia mama alikuwa na miaka 70, mama alikuwa na miaka 90, amepata mtoto. Si tu dunia, tunaona Sara akipata mtoto anakiwa na miaka mingapi? 90. Kisayansi na goma, lakini kwa Mungu haigomi. Sababu nyingine ya 4, alikataa kukata tamaa. Nguvu ile ile, shauku ile ile, ujasiri ule ule, imani ile ile, msukumo ule ule, na kasi ile ile ya kumwomba Mungu iliendelea siku hadi siku bila kupunguza mwendo, mpaka alipopokea muujiza wake, mpaka alipopokea mtoto wake. Hakupunguza mwendo. Ndio maana Penina, kadri alivyozidi kwenda ndivyo uchokozi ulivyozidi. Badala ya kuona matokeo ya maombi yako, ndio unashangaa matukano yanazidi. Hakuna kuacha kuomba,
hakuna kupunguza kasi, hakuna kukata tamaa, hakuna kuvunjika moyo. Nguvu ile ile ya kuomba, moyo ule ule wa maombi, moyo ule ule wa ibada, unaendelea nao kama Hana. Ndio unapaswa kuwa mwanamke mbishi kwenye mambo ya Mungu. Hakuna kurudi nyuma. Hata kama umeomba Mungu, kama ulimwambia mtoto wako aache tabia fulani, badala ya kuacha ndi kama amezidi, hakuna shida. Wasema vile imezidi, yaani kimbunga kinisumbue mimi, haitaisha tu. Yaani giza linisumbue mimi, kutakucha tu. Mimi sitishwi na jua, litachoea tu. Wewe kaa, tulia magotini. Wakudharau, tulia wakudharau. Usihangaike kupambana. Ukipambana unajichafua zaidi. Usijaribu kujisafisha. Kadri unavyozidi kujitetea sana, ndivyo unavyozidi kujichafua zaidi. Vita yako si yako, ni ya Bwana. Lazima ujue hii vita ni ya nani. Kuna kitu kinaenda kuzaliwa. Nabii anaenda kuzaliwa. Nabii hatoki hivi hivi. Nabii Samueli hakutakiwa kutoka hivi hivi. Hakutakiwa kuzaliwa na mwanamke tu ambaye amepata ujauzito tu, tena ujauzito wenyewe anaukataa. Anatakiwa kupata na mtu ambaye ana hamu na ujauzito. Mungu ana kazi na huyo mtoto. Mungu ana kazi na hiyo biashara, kwa sababu anataka umtumikie kupitia hiyo biashara, umtolee matoleo kama Hana au kama Elikana alivyokuwa nampa mara 2 ya nani? Ya Penina. Ana kazi na hizo fedha, ana kazi na huyo mtoto, ana kazi na hiyo huduma, ana kazi nayo. Kwa hiyo lazima usote kwanza. Si kama mnanielewa hapo? Usilalamike, usikate tamaa. Usikate tamaa kama Hana. Mwambie Mungu, nipe upako kama wa Hana, upako ambao unanifanya nisonge mbele katikati ya mambo magumu, nisonge mbele tu. Ya 5, hakusikia maneno ya adui ya kukatisha tamaa kuwa haitawezekana kupata mtoto. Hakusikiliza. Adui yake alikuwa anaonekana kama Penina, lakini adui yake alikuwa ni Shetani. Wakati mwingine unasikiliza maneno ya adui, usisikilize maneno ya adui, kwa sababu adui anatumiwa na Shetani. Tuko sawa sawa jamani? Usisikilize maneno ya adui yasikuingie kichwani ya kukatisha tamaa. Hana hakusikiliza. Kuwa kama Hana. Sababu ile mfanya ashinde vita, hakusikiliza maneno ya adui. Usisikilize maneno ya adui kamwe, kwa sababu hautashinda. Maneno ya adui hayawezi kukufikisha mahali popote pale. Wewe kamata Yesu, kamata maombi, kamata ibada, kamata mahusiano na Mungu mazuri. Usivunjike moyo wala usirudi nyuma. Usikatishwe tamaa na maneno ya adui. Maadui wapige kelele, lakini wewe songa mbele. Piga Injili, imba sana, omba sana. Yaani wewe fanya vitu. Hata kwambia unaombaga sana, mbona unazidi kuteseka kwenye maisha yako? Sawa, kwamba mimi maisha haya si ya kwangu, ni ya Mungu. Alinileta duniani hapa niishi hapa kwa kusudi maalum. Kama ameniepusha magonjwa yote mpaka nimefika umri huu, nimeepushwa na ajali zote mpaka nimefika umri huu, nimeepushwa sina manini yote mpaka nimefika umri huu. Mungu analo kusudi na mimi. Kwa hiyo nitaendelea kumwamini, kumpenda Yesu wangu, hamnitoi. Sio mtu mmoja akigusa kidogo kwa waganga wa kienyeji, akigusa kidogo anafanya vitu vya ajabu. Hapana, komaa hapo hapo. Mwambie mwenzako komaa hapo hapo. Alishinda sauti ya kumwambia haitowezekana kupata mtoto. Unaweza kushinda sauti inayokuambia hutapata mtoto, hautapata kazi, hautapata mtaji, hautapata mume au mke. Unaweza kushinda. Sisi hapa ni wanawake, kwa hiyo hutapata mume. Unaweza kushinda hiyo hali. Alikuwa na ustahimilifu, Luka 18 mstari wa 1. Pamoja na machozi yote, lakini endelee kumwamini Bwana. Mipango au maono ulionayo yanaweza kutimia usipokata tamaa. Wewe endelea kumwamini Mungu wako. Endelea kukaa kwa Yesu. Sababu ya 8, alipiga na kulishinda shambulio la uchovu. Wakati mwingine kuna uchovu fulani wa kiroho unawajaga watu. Uchovu wa ibada, uchovu wa maombi, uchovu wa kuacha kuja kanisani. Unapata na uchovu fulani hivi, kila ukijitahidi kujikakamua inashindikana. Kila ukijaribu kufanya hivi, unaona bora tu nilale tu, bora nioshe vyombo tu, bora nifue nguo tu, bora nideki nyumba tu. Uchovu fulani hivi ambao ukijaribu kuomba unashindwa, ukijaribu kusoma neno la Mungu unashindwa. Uchovu fulani ambao sio wa kawaida, lakini aliushinda. Tunamuona alishinda wapi? Hemani mwa Bwana. Mpaka anakutana na Eli huko, anaanza kujibishana. Vipi wewe mwanamke, mbona kama umelewa? Nini shida? Umekunywa
pombe wapi? Unaweza kaandika Waebrania 12 mstari wa 12 hadi 13 na mstari wa 15, utasoma hapo. Shambulio hili humkuta yeyote aliyosimama vizuri na Mungu. Huu uchovu unamkuta yeyote aliyosimama na Mungu. Yeyote. Unaweza kukuta na uchovu wa hali ya juu. Uchovu si kama umelima sana au umefanya kazi sana. Uchovu wa kiroho unaozungumza hapa. Uchovu wa kiroho ni mbaya kuliko uchovu wa kimwili. Yamkini hata sasa unapita kwenye hali hiyo ya uchovu. Sasa mwambie Bwana akusaidie. Mwambie Bwana akuinue. Maombi haya naenda kuyaomba muda sio mrefu. Mwambie Bwana akuinue na kuamshe tena na kutoa kwenye uchovu huo. Uchovu umekukuta, machozi yamekuwa mengi. Mwambie Bwana akutie nguvu na akusaidie. Unaweza kuingia kwenye kundi la kutokuamini na kulipinga neno la Mungu. Uchovu ukikupata, unaanza kupinga uwezo wa Roho Mtakatifu, unaanza kupinga neno la Mungu. Nyi walikuwa mnasema Mungu anajibu. Wewe unakuwa mpagani kabisa. Shida ni nini? Ni uchovu umekuingia ndani yako. Kataa uchovu kwa jina la Yesu. Mwambie Bwana, naomba nenda kuomba. Pamoja na maombi ambayo tunayo. Mwambie Bwana, Mungu akupe nguvu ya kushinda hofu, ya kushinda uchovu, ya kushinda kukata tamaa. Mwambie Mungu, na akupe moyo wa subira, moyo wa ujasiri, moyo wa kuomba bila kukoma na imani thabiti. Na mwisho mwambie Bwana, naomba upako wa Hana. Naomba ule upako wa Hana aliyokuwa nao pamoja na maumivu makali na kudharauliwa. Naomba upako ule ule ili niweze kushinda hii vita nilionayo. Simama kwa miguu yako. Tujitie moyo katika Bwana. Hakuna kurudi nyuma, ni mbele mbele.